Na mtazamaji, punde tu umetoka kutazama habari za kanisa kutoka Tumaini Television hapa na kupitia kipindi cha Kahawa au Chai sehemu ya kwanza, na katika sehemu ya kwanza walikuwa nami Aaron Mpanduka. Nikushukuru sana, tumepitia magazeti kwa pamoja na tumekwenda kuangazia masuala mengine ya kimichezo, lakini sasa tunaingia katika eneo lingine la meza ya majadiliano, na kama kawaida eneo hili tunasema lina mwenyewe, na mwenyewe ni Bwana Nchimbi hapo, Januari Nchimbi. Karibu sana, na habari za asubuhi. Nzuri kabisa. Habari za weekend pia. Nzuri kabisa. Mambo yanaenda vizuri. Vizuri kabisa. Kabisa mambo kwa barabara. Naona vitu vingi vimefanyika, soko limefunguliwa rasmi. Ndio. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Sina shaka mambo yamekwenda vizuri. Kabisa. Na nyinyi huko najua timu zetu zilikuwa huko, sasa zinarejea nyumbani. Zinarejea nyumbani. Zinarejea nyumbani zingine, na zingine zinajipanga tena kwenda ugenini. Kumaliza ngwe ya makundi. Katika michuano mbalimbali. Sawa. Labda tukumbushe ama tuambie mada ya leo ni ipi katika leo tutazungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Na imekuwa janga kubwa kweli kweli. Watoto wadogo wamekuwa wanapata sana shida hizi za majanga ya moto. Unajua wakati mwingine mtoto anakuwa anataka kila kitu kukijaribu. Sasa nyumbani nako pia inatakiwa kwa makini wazazi. Ndio maana leo tumekuja na mada hiyo. Yes. Lakini sio hilo tu, hata katika maeneo mbalimbali kwenye makampuni na kadhalika, huko kumekuwa na shida kama hizo tumekuwa tunaona zinajitokeza. Kwa hiyo nadhani mtaalamu akija hapa atatuelezea kwa undani zaidi. Kabisa, na tayari ameshaingia hapa studio. Sawa. Punde tu atakuwa hapa. Basi nikupe nafasi moja kwa moja kuendelea sasa. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, ni kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, yani meza ya majadiliano. Na kama tulivyokudokeza tu kwamba leo mada yetu kubwa itazungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Na katika mada hii tunajua tu kwamba katika jamii yetu kumekuwa na majanga ya moto yakitokea mara kwa mara, lakini wakati huo tumekuwa tukiaswa tuweze kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tumeona leo kuja na mada hii inahusu na elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Hapa studio ninaye mgeni wangu ambaye yeye ni si mwingine ni Fire Constable Geoffrey Sindika. Yeye anatoka mkoa wa Kizimamoto na Uokoaji Ilala jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Nashukuru sana. Ndio, habari za kazi? Habari za kazi njema. Habari yako hapo? Nzuri. Mimi majukumu yenu nyinyi ni heka. Heka ni kweli. Kazi lazima zifanyike. Lazima zifanyike kwa kweli, na leo ikiwa Jumatatu, basi bila shaka umeamka katika harakati za kwenda huko, wengine wanaelekea huko, wengine huku, na wewe umekuja huku, na sisi tunashukuru kwamba tutaongea mawili matatu juu ya hii elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Nashukuru sana. Na mpenzi mtazamaji, mimi ninaitwa Januari Nchimbi. Kama kawaida nakukaribisha sana katika meza majadiliano siku hii ya leo. Na kwa kwanza tu tuwakumbushe, maana siku 2-3 hivi hatujaonana. Kumbushe tu kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kazi yake ni nini kwa kifupi sana? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha wale kwamba ni Fire Constable Geoffrey Sindika kutoka mkoa wa Kizimamoto Ilala. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumekuwa tukifanya majukumu kadha wa kadha, ikiwemo kuokoa maisha na mali. Tunafanya maokozi maeneo tofauti barabarani, majini, lakini vile vile hata anga. Ajali inapotokea iwe ya ndege, Jeshi la Zimamoto tunahusika pia. Hivyo Jeshi la Zimamoto tumekuwa na ukubwa wa majukumu kwenye nyanja tofauti kama nilivyosema. Ukiachana na maokozi, tunatoa elimu dhidi ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto maeneo tofauti kwenye mikusanyiko kama kanisani, sokoni, mashuleni. Lakini vile vile tumekuwa tukifanya majukumu ambayo unaweza ukapangiwa. Kama unavyofahamu sisi ni jeshi, na unapokuwa unapangiwa majukumu nje
ya yale uliyozoea lazima uyatekeleze. Naam, basi kwa kuwa leo tunazungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, na mmesema hii ni wajibu wenu kutoa elimu, basi nimeona kwamba ni vyema tukajua tunaposema elimu ya kinga dhidi ya majanga ya moto mnamaanisha nini kwa nyinyi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji? Na tunapozungumzia swala zima la elimu ya kinga, tunasema ni mafunzo au mwongozo, elimu ambayo tunakuwa tunawapa watu tofauti tofauti, kwa maana ya makundi, iwe ni watoto, iwe ni watu wazima. Na elimu hii imekuwa ikijikita hasa kwenye maeneo tofauti tofauti, kama vile utambuzi wa hali ya hatari. Utatambua vipi kwamba hatari itatokea? Kwa mfano, issue ya gesi kuvuja ndani, bila elimu, kwamba tunatoa elimu kwamba ni viashiria gani ambavyo vinaonyesha kwamba unapofika kwako kwamba gesi iko tofauti au gesi inavuja. Gesi inapokuwa inavuja ina harufu kama mayai vinza, kama ushawahi kuona mayai yaliyoharibika. Hivyo basi huwa tunatoa elimu kwa wananchi. Aidha umejisahau kwa kufunga ile gesi, umeacha ndani, unaporudi, kitu cha kwanza kutambua, inabidi ujue kwamba gesi yangu inavuja ni nini. Hali ya hewa itakuwa imebadilika na kusikia harufu kama ya mayai vinza. Lakini vile vile kwenye hiyo elimu ya kinga dhidi ya majanga ya moto, tunaangalia vitu vinavyoweza kusababisha hatari. Kwa mfano, umeacha nyaya chakavu, inaweza ikasababisha shoti, mwisho wa siku ikasababisha nini? Moto. Au umeacha kifaa cha umeme ndani kwa muda mrefu kikiwa oni, kwa maana kwamba kile kifaa kinavozidi kuchemka, mwisho wa siku kinazalisha joto ambalo linaweza likapelekea ule waya kuungua na kushika moto. Naam. Naam, na tunapo hiyo maana yake kama ni elimu ya kinga, mtu anachukua kinga maana yake wanasema bora kinga kuliko tiba. Sahihi. Sasa tahadhari mwananchi anatakiwa achukue tahadhari gani? Maana umesema mada yetu inazungumzia pia tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Tahadhari gani wanatakiwa kuchukua? Kwanza ni kuhakikisha vifaa tunavyovitumia iwe ni vya umeme. Kwa mfano, kuna majiko ya umeme, kuna pasi. Tunawashauri mara nyingi kwamba unapotoka nyumbani, hakikisha vile vifaa havipo kwenye chanzo cha umeme au hujaviacha vikiwa on. Lengo ni nini? Lengo ni kuepusha vile vifaa visije kuchemka zaidi. Wewe haupo. Tunashumu mara nyingi, tunajua maisha yetu ya kila siku. Unatoka nyumbani asubuhi, kurudi ni jioni. Sasa ashumu kama kile kifaa umekiacha kwenye umeme kikiwa on toka asubuhi na hadi jioni, mwisho wa siku kinaweza kusababisha hatari. Lakini mara nyingi tunasema kwamba tusiweke vyanzo vya moto karibu na vitu vinavyoweza kuungua. Kwa mfano gesi, tunashauri mara nyingi kwamba tusiweke gesi ndani au karibu na chanzo cha moto, maana gesi inaweza ikashika ule moto, mwisho wa siku na kulipuka na kusababisha majanga au kuunguza nyumba kabisa na kuteketeza vilivyomo. Lakini vile vile tumekuwa tukishauri tusiwaruhusu watoto wasicheze karibu na vyanzo kama gesi, wasicheze karibu vyanzo vya umeme, kwa sababu mara nyingi tunajua watoto hawezi kutambua kwamba kipi nikifanya ni sahihi. Kwa mara nyingi tumekuwa tukishauri wazazi wanapokuwa wanatoka majumbani, wanawaacha wale watoto aidha na wafanyakazi au wao peke yao, ni vyema wakahakikisha kwamba mazingira wanayoacha ni salama, na wale watoto hawezi kufikia ile mifumo kama ni ya umeme au gesi, hawawezi kuifungua. Tunaposema elimu bila shaka inakuwa maana yake kutakuwa na kitu ambacho nyinyi wenyewe ambao mnatoa elimu mmekuwa mmepata mafunzo hayo. Sahihi. Watu wengi wanajua kwamba jeshi, unapozungumzia jeshi ni mafunzo ya ukakamavu, mafunzo ya kuweka mwili katika hali ya utimilivu. Sasa hii elimu inahusu pia akili. Nyinyi katika mafunzo yenu mnapata elimu ya nadharia kwanza kabla ya ile vitendo vyenyewe,
na huwa mnafanyia wapi? Sisi kama ulivyosema kwamba tunapata elimu ya nadharia, lakini vile vile tunapata elimu ya vitendo. Kuna chuo maalum ambapo kiko Tanga, wilaya ya Handeni, sehemu moja inaitwa Chogo. Kile chuo ndio huwa tunaenda kufanya mafunzo ya awali, lakini pia mwendelezo wa mafunzo mengine kutegemeana na vyeo tofauti tofauti. Hivyo basi tumekuwa tukifanya mafunzo yale ya awali, tunakuwa recruited kwa maana ya kuchaguliwa. Tunaenda kuanza mafunzo yale, tutafundishwa mbinu za kijeshi, lakini vile vile tutajikita zaidi kwenye taaluma yetu ya moto kwa kufanya kwa nadharia, lakini vile vile kwa vitendo, namna ya kuzima moto, namna ya kuokoa kwenye ajali, namna ya kuokoa majini, lakini vile vile namna ya kufanya maokozi mbalimbali kwenye viwanja vya ndege. Hiyo vyote tumekuwa tukipatiwa elimu hiyo. Kwa tunapokuja kwenye vituo kama hivi, unakuta tupo timamu kwa sababu jeshi linakava maeneo yote hayo. Iwe ni kwenye maji, iwe ni barabarani, iwe ni moto wa ndege, iwe ni moto majumbani, viwandani, tuna taaluma. Katika miaka ya karibuni kumekuwa na matukio mengi sana ya moto, hasa katika masoko mengi yameungua. Hata hapa karibuni tu Mheshimiwa Rais amezindua soko la Kariakoo ambalo nalo lilipata janga hilo la moto. Ni sahihi kabisa. Lakini sio Kariakoo tu, katika mikoa mbalimbali tumesikia masoko yanaungua. Achana na makazi ya watu na sehemu nyingine. Sasa kulikuwa na malalamiko pia ya kama nyinyi mnavyosema mmepata elimu na nini, lakini vitendea kazi ilikuwa kama havitoshi. Ili nalo nyinyi kama jeshi la zimamoto na uokoaji, uongozi labda unalionaje ili kuhakikisha kwamba kazi yenu inakwenda sawa sawa? Kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba amefanya jitihada kubwa kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Nafikiri kama jana ulikuwa mfuatiliaji mzuri, uliona jinsi gani magari yale ukwepo pale Kariakoo. Vitendea kazi kwa sasa hivi niseme sio changamoto. Sio nguvu kazi ya watu, sio vifaa. Magari yamekuja kwa wingi mno. Kwa sasa hivi kwenye tukio, labda nikwambie tu kwamba tukio sasa hivi tunaweza yakaenda magari zaidi ya 2 hadi 3 kutegemea na ukubwa wa gari. Kwa sababu tuna magari zaidi, kwa mfano mkoa wa Zimamoto ila tuna magari zaidi ya 6. Na yote yako timamu kwa ajili ya kazi. Hivyo sio changamoto tena swala zima la usafiri au mitambo ya kuzima moto. Sasa moto unatokea na hapo mnapata tabu kuanza kuzima moto. Na leo tunatoa elimu ya kinga. Hivi elimu hiyo tufanyeje zaidi? Mnafikiria kwamba na kuhakikisha jamii inaelewa kuchukua tahadhari au kuweka kinga ili mahangaiko haya ya kuzima moto yapungue? Maana kama hizi tahadhari zitachukuliwa, hizi jitihada za kukimbia huku na kule kwenda kuzima moto zitapungua sana. Sasa mkakati wenu ukoje hasa jeshi la zimamoto na uokoaji? Kwanza sisi kama jeshi hatulali. Tunatoa elimu kila siku kwa maana ya kuamini kwamba majanga yapo, hayaepukiki. Aidha yanaweza yakasababishwa na binadamu mwenyewe au yakatokea kwa maana ya majanga ya asilia ambayo yanaweza yakasababisha moto. Kwa mfano, naweza likatokea tetemeko la ardhi, jengo likadondoka. Hivyo basi ni jukumu letu kama jeshi sisi kuendelea kuwapa watu elimu namna gani ya kuchukua tahadhari. Naweza ikatokea moto ambao unaweza ukawa umesababishwa aidha na uchakavu wa nyaya za umeme. Kwa sababu moto haupangwi. Japo kuna sababu kwamba moto unaweza ukapangwa na mtu kwa kuchoma kwa makusudi, lakini mara nyingi matukio mengi ya moto tunayohudhuria yanaweza yanasababishwa na uchakavu wa nyaya au kutokana na majanga ya asili. Radi imepiga kwenye nyaya, moto umetokea. Imetokea hitilafu ya umeme, moto umetokea. Hivyo basi imekuwa ni jukumu letu sisi kama jeshi kuwapa elimu wananchi ni jinsi gani wanaweza kujiepusha na hivyo vitu. Kwanza kwa kuhakikisha wanapokuwa wanajenga ile wiring, wahakikishe wanawapa wataalamu ambao wamebobea na masuala haya. Kama umeme unatakiwa phase 3, zile nyaya wahakikishe kweli zinazowekwa mle ndani kwenye wiring ni sahihi na sio chini ya pale. Kama
zaidi au chini ya pale, na kwamba unapoweka nyaya ambayo ni tofauti, umeme unakuja kuzidi ule uwezo wa ule waya, na mwisho wa siku unafanyaje? Unaweza ukasababisha moto kutokea, kwa sababu ile nyaya lazima itaungua, iweze kuhimili ule mkondo wa umeme. Hivyo basi ni jukumu letu sisi kama jeshi, na ndio maana tumekuwa tukiwaambia wananchi, unapofanya wiring hakikisha hiyo wiring ni makini, na fundi anapofanya ile wiring hakikisha ni sahihi nyaya anazoziweka, ili kuepusha nini, moto kutokea. Vile vile tumekuwa tukisema watu masuala mazima ya gesi, kama jamani, mara nyingi tunashauri watu gesi wasikae nazo ndani, kwa kuzingatia usalama, kwamba gesi hata kama imetokea imevuja, ukiwa umeweka nje, umeitengenezea uzio kwa maana ya cage kwa nje, hata inapotokea imelipuka, sio rahisi kuteketeza vitu vya ndani, kwa sababu mpaka ije iunguze ile valve utakuwa tayari umeshaizima ile gesi. Tofauti ya gesi umeweka ndani, hapo hapo unapikia. Tunafahamu maisha yetu ya Kitanzania. Kwa gesi inapokuwa imelipuka kwa mara moja, inaweza ikashika godoro, imeshika neti, imeshika niko, mwisho wa siku inakuwa ni changamoto kukabili ule moto. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, hii ni Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Na kumbuka leo tunazungumzia juu ya elimu ya kinga na madhara dhidi ya majanga ya moto. Na kama utakuwa na swali au una maoni au unataka kutoa ujumbe fulani kuhusu mada hii, basi usisite kuandika kupitia namba 0742 alafu utaandika 77 34 44, 0742 77 34 44. Tuandikie hapo, tutasoma ujumbe huo. Kama ni swali tutasoma hapa. Mgeni wangu yuko hapa, ataweza kufafanua zaidi kwa yale ambayo tunaongea siku ya leo, elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Naam, Constable Geoffrey Sindika, kuna dhana ya watu wakiona kuna dalili kama ulivyosema, kuna wakati mwingine mfano gesi inatoa harufu ya mayai kama yaliyooza, mayai visa. Lakini mtu anafuatilia, anaanza kupigana kwanza yeye mwenyewe. Akiona sasa hali imekuwa mbaya, ndio anaanza kuulizia hivi namba ya zimamoto ile ni ngapi, kwa jirani au kwa wapi, anatafuta ili apige simu. Nyinyi kama jeshi la zimamoto na uokoaji, mnashauri nini katika mtazamo kama huo kwa jamii? Kwanza tuseme tu kwamba hizo changamoto zimekuwa zikitokea, na mara nyingi imekuwa ikitokea malalamiko kwamba jeshi huenda linachelewa au vipi, lakini mara nyingi moto unapotokea, wananchi wengi wamekuwa ni waanga wakubwa kwa sababu ya kutaka kuukabili ule moto, na tunafahamu kwamba moto una taaluma yake. Kwa mara nyingi inapotokea janga kama lile, tunashauri kwa wananchi, cha kwanza ni kutoa taarifa mapema. Taarifa zinapotolewa mapema, inaona kwamba jeshi litafika kwa wakati na litaweza kukabili ule moto kabla hujafika hatua mbaya zaidi. Kwa hiyo mara nyingi wananchi wanachokifanya ni kupambana kama ulivyosema na moto, na wanapopambana wanaona saa hapa hatuwezi tena kufanya kupambana na moto. Kinachotokea ni nini? Ndipo wanapotoa taarifa. Tunapofika pale, moto unakuwa umeteketeza kwa asilimia kubwa na kusababisha madhara ambayo yanaweza kawa ni mali zimeisha kabisa, au mwisho wa siku muda mwingine unasababisha hata vifo. Kwa maana nyingi tunashauri kwamba moto unapotokea, cha kwanza, hata kama unapambana na toa taarifa kwa kupiga namba ya dharura 114 ambayo ni bure kabisa na inapatikana muda wote. Okay. Umesema hapa nyinyi jeshi la zimamoto na uokoaji mnatoa huduma yenu au shughuli zenu, mnashughulika katika ardhi, lakini kwenye maji, hata angani. Na sijaona au sijui katika maji mnafanyeje, yaani janga likitokea kwenye maji, kwa mfano ndege imetokea, ajali ya ndege imeanguka kwenye maji, vile vile kuna wale wanaosafiri kwenye maji, kutumia boti, kuna wengine mitumbwi, kuna wengine meli. Hili mnajipangaje kulikabili, na vifaa vipo kweli?
Vifaa vipo, tuna boti ambazo ni za kisasa kabisa zenye spidi kubwa, zina horsepower ambayo ni zaidi ya 5,000. Kwa mara nyingi tunasema kwamba kwenye maji tuseme kama tuna section kule, au kwa maana ya kama ambayo ipo kule majini, ambao mara nyingi wanakuwa na wataalamu kama wazamiaji, waogeleaji, na mara nyingi hao wanapata mafunzo nje na ndani ya nje ya nchi, na wamekuwa wakipewa mafunzo maalum kwa ajili ya kufanya maokozi kwenye eneo hilo la maji, kwamba pindi inapotokea changamoto wao wanakuwa wa kwanza kuhusika pale, jinsi ya kuwaokoa watu, jinsi hata kama kuna mtu kazama, jinsi gani wao watazama kule chini ya maji na kuweza kumtoa. Sasa endapo mtu yuko huko baharini ndani huko au ziwani, maana tumeona majanga yametokea, watu wameathirika sana katika miaka ya kadhaa ya nyuma. Kule mawasiliano yanakuaje na jeshi la zimamoto? Maana mawasiliano ukiwa baharini kule ndani huko inakuwa magumu sana, inafanyaje? Tuseme tu mawasiliano yapo muda wote, masaa 24, kwamba vyombo vinavyokuwa vinasafiri kwenye maji mawasiliano yapo, na vinapopata hitilafu wamekuwa ni wepesi kutoa taarifa kwamba chombo kilikuwa eneo fulani, wanatoa taarifa kwenye jeshi, na jeshi mara moja linapopokea taarifa huwa wanaelekea kwenye eneo hilo kwa ajili ya kutoa msaada. Hivyo sio changamoto. Mawasiliano tunafahamu kama sasa teknolojia imekuwa kwamba vile vyombo kama ni meli, ni boti, mara nyingi zimekuwa na mawasiliano na jeshi husika. Kwa hiyo pili tukio linapotokea au changamoto yoyote ile, wao wamekuwa wa kwanza kutoa taarifa. Yeah. Na vifaa hivyo unavyosema ambavyo vipo tayari katika shughuli yote ya uokoaji huko baharini, kwenye maziwa yetu pia huko hali ikoje? Katika maana inawezekana ya hapa kwenye ziwa kwenye bahari ya Hindi mna boti, lakini kule Victoria, Tanganyika, huko wapi wanasikia tu kama hadithi vile, sio? Vifaa vipo, tuseme kwa kila mkoa. Ukija kuangalia kwenye hii mikoa ya kanda ya ziwa, kwa maana ya ulivyosema Kigoma, Mwanza, boti zipo maalum, na kama ndi zipo kule za ambazo zinahusika na masuala ya uokoaji kwenye maji, na wataalamu hapo, na wanaendelea wengine kupewa mafunzo zaidi ili kuweza kuongeza nguvu kazi, kuweza kukabili majanga yanapotokea au tatizo linapotokea kwenye maji, basi wao waweze kuhusika ipasavyo. Yeah. Na mpenzi mtangazaji, ni Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza ya majadiliano, na leo tunazungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Hapa ninaye Fire Constable Geoffrey Sindika kutoka mkoa wa Kizimamoto na Uokoaji Ilala jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa January Nchimbi, na kusisitiza tu na kukukumbusha, kama una swali basi unaweza kutuandikia kwa ujumbe mfupi kupitia namba 0742 77 34 44, 0742 77 34 44. Naam. Na katika majanga ya asili, kwa sababu tunazungumzia tahadhari pia, inakuwaje kwamba tetemeko linatokea lile dalili zake wala uzijui, linatokea, au ghafla tu ikaja mvua kali na upepo mkali, tahadhari wananchi wanachukuaje hapo? Ni kweli kama ulivyosema kwamba tetemeko linapokuja kwanza halina taarifa. Au upepo, mvua, kuna muda mvua zinanyesha na kuwa na upepo mkali na zinasababisha majanga makubwa. Sisi tumekuwa tukitoa elimu kwamba majanga kama yale yanapotokea, cha kwanza wananchi wanatakiwa watulivu. Kwanza wakae sehemu ambazo ni za wazi. Kwa mfano tunajua kama tetemeko lilishawahi kutokea ni Bukoba nadhani, tuliona, au Geita tumekuwa tukiona mara kadhaa matukio kama hayo. Kwa hiyo tunashauri wananchi, kwa mfano jengo kama hili, unajua tetemeko likitokea jengo kama hili ni rahisi kutitia au kudondoka. Hivyo basi unapoona dalili kama zile, kwa sababu tetemeko linapotokea kwanza kabla unasikia mtikisiko ambao sio kawaida. Kwa maana nyingi tunakuwa tunashauri wananchi, ukisikia hali kama ile, cha kwanza ni kukimbia eneo wazi, tofauti na kukaa ndani, kwa sababu ndani unaweza kukaa nyumba yako sio imara.
mtikisiko kama ule umetokea, ukuta ukadondoka, kama uko ndani lazima uweze kupona, lazima utakuzuru ule ukuta. Kwa maana nyingi tumekuwa tukishauri wananchi wakae maeneo ambayo ni wazi, sio rahisi wao kuzulika aidha kwa kudondokewa na kitu, miti au nini. Kwa hiyo elimu kama ile mwananchi anapokuwa nayo, tetemeko likitokea ni rahisi wao kutokupata madhara makubwa ukilinganisha na kwamba mtu hana elimu. Tetemeko limetokea, kimbilia ndani, nyumba imemdondokea, mwisho wa siku inasababisha majanga ambayo ni makubwa kwake. Kwa hiyo kitu kama ukisikia mtikisiko wa namna hiyo ni sio vizuri kukaa ndani. Sio vizuri kukaa ndani. Mara nyingi tunajua nyumba zetu. Kwa mara nyingi tunashauri at least utoke ukae eneo ambalo ni wazi. Inaweza ikawa ni salama zaidi kwako. Ila ukiona nyumba imara sana imejengwa uendelee kukaa humo ndani. Hatushauri kwamba uendelee kukaa, maana huwezi kupima kipimo cha kwamba tetemeko hili litakuwa na kiwango gani. Huwezi kupima asili. Unaweza ukaamini nyumba lakini mwisho wa siku ikakuferisha, ikashindwa kuhimili. Kunapokuwa na mvua kubwa au hata mvua ikianza tu, kuna baadhi ya maeneo, hasa maeneo ya vijijini, nasema wananchi huwa wanakimbilia kwenye mti, wanaenda kujificha pale, akalau wanafikiri kwamba mvua inaweza ikapita alafu wakaendelea na safari au wakaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo wanaenda kukaa kwenye mti pale mkubwa, wanatulia. Hii ni salama au kwa nini, kwa taaluma yenu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunapozungumzia tahadhari, hiyo mwananchi anakuwa amechukua tahadhari inayofaa ukimbilia kukaa chini ya mti? Tushauri sana kwamba mvua zinapokuwa zinanyesha kwamba watu wakae chini ya miti, kwa sababu cha kwanza sio salama. Ule mti una uhakika nao. Kwanza unaweza upepo, mvua inanyesha ikawa ya upepo, naweza tukasema ikasababisha ule mti au matawi kwa bahati mbaya likakatika, na linapokatika kama uko chini ya mti na kwamba inaweza likakudhuru. Vile vile swala zima la radi. Radi zimekuwa zikipenda sana kupiga maeneo ambayo ni miti. Kwa hiyo tumekuwa tukishauri wananchi wasipendelee kukaa mvua zinapokuwa zinanyesha kando kando ya miti au chini ya miti, kwa sababu cha kwanza kuhakikisha usalama wao, kwamba upepo umetokea, ule mti matawi yake yamekatika, yanapokuwa yamedondoka pale, kama wewe upo yatasababisha hatari kwako. Kwa hiyo sio vyema ukae chini ya mti. Au radi inapopiga mara nyingi tunaona inapiga inachana kwenye miti. Kwa hiyo kama umejikinga chini ya ule mti, inaweza kukusababisha wewe madhara. Kwa hiyo sio salama mwananchi kujikinga chini ya mti. Mpenzi mtazamaji, haya yote tunayoongelea ni muhimu sana, elimu muhimu sana juu ya haya kinga dhidi ya majanga haya ya moto, lakini pia tahadhari ni swala ambalo linapigia upato mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba majanga makubwa au janga haliwezi kutokea katika eneo ulipo. Nilikuwa na wiwa tuende kwenye mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa tutaendelea kuangalia zaidi juu ya mada yetu hii ya leo, elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kumbuka tu kwamba leo ninaye hapa Fire Constable Geoffrey Sindika kutoka mkoa wa Kizimamoto na Uokoaji Ilala jijini Dar es Salaam, na mimi naitwa January Nchimbi. Twende mapumziko mafupi, alafu tutarejea hapa. Tafadhali baki pamoja nasi, tunarudi punde. Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu
ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa hapa Tumaini Television. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, hususan katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano, nikushukuru kwa kuendelea kubaki pamoja nasi katika Kahawa au Chai. Leo kumbuka tunazungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Hapa mgeni wangu ni Fire Constable Geoffrey Sindika kutoka mkoa wa Zimamoto na Uokoaji Ilala jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa January Nchimbi. Na nilikuwa naangalia hapa ujumbe ambazo watu wametuma. Kuna huyu Petro ameuliza maswali mengi. Huyu anaitwa Triple P kutoka Kigoma. Swali lake anasema ni kwa nini jeshi la zimamoto huwa linachelewa sana kufika eneo la tukio hata kama ni karibu na ofisi zao? Kwanza ni mjibu mtazamaji wetu kwamba jeshi huwa lichelewi. Mara nyingi wamekuwa wananchi wakishindwa kuelewa juu ya jambo moja, kwamba taarifa inayotolewa ndio inayofanya jeshi liwahi kufika au kuchelewa. Kwa hiyo unapowaisha taarifa, jeshi litafika kwa wakati. Ucheleweshaji wa taarifa mara nyingi umekuwa ni changamoto, kwamba kama tulivyosema mwanzo, mtu anapambana na moto, anapoona unamzidi, kinachotokea ni kwamba anatoa taarifa. Kwa hiyo jeshi linapokuja kufika kwenye eneo la tukio, inaonekana kwamba limechelewa kwa sababu moto unakuwa umeshasababisha madhara makubwa. Na sio kwamba jeshi linachelewa. Na ukija kuangalia kwa sasa hivi, tunashukuru wenzetu jeshi la polisi, tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na kwa kiasi kikubwa, kwamba pindi inapotokea au magari yetu yanapoonekana yanapita barabarani, wamekuwa wepesi wao kuweka vyombo vingine vya usafiri kando ili gari liweze kupita na kufika kwenye eneo la tukio mapema. Hivyo mara nyingi ucheleweshaji wa taarifa ndio unaosababisha ionekane kwamba jeshi limechelewa, na sio kwamba jeshi linakuwa linachelewa kwenye matukio. Huyu anaitwa Peter Petro kutoka Kigoma. Anasema, je, ni kwa nini jeshi la zimamoto huwa halina utaratibu wa kupita kila kata kutoa elimu juu ya kujikinga au jinsi ya kuchukua tahadhari yanapotokea majanga ya moto? Maana tangu nazaliwa mpaka sasa ni mtu mzima, sijawahi kuona watu wa zimamoto wakija kutoa elimu. Mimi labda ni sijajua kwa eneo alilopo, lakini mara nyingi jeshi tuna utaratibu kwamba kila siku watu wapo kwenye majukumu na kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano mkoa wetu wa Zimamoto Ilala, kila siku tunapoamka kuendelea na majukumu mapya, watu wa elimu wako mitaani na kila kata, kila sehemu, ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo mara nyingi anaweza yeye mwenyewe labda hajafikiwa au tuseme jeshi halijaweza kuonana naye au kupita kwenye eneo lake, lakini sio kweli kwamba watu hawapo mitaani. Nguvu kazi ipo ya kutosha na watu wamekuwa wakitoa elimu kila siku uchwao kwenye maeneo tofauti tofauti. Kuna mmoja anaitwa DJ Rasio Makambako pale mjini pale. Mji mdogo wa Makambako yuko hapa.
Anasema mnatoa elimu vipi kwa wanaojenga mabanda au kuziba chochoro kulazimisha kazi yenu, kurahisisha kazi yenu? Yaani wakati mwingine unajua mnakwenda mnakuta barabara ya kupita hakuna, vichochoro vimezibwa mabanda yamejengwa katikati ya barabara, au barabara sasa imekuwa ndogo kwa sababu ya mabanda yamejengwa pale. Kwa hiyo nyinyi hapo mnatoa elimu vipi kwa hao watu wa namna hiyo? Ni kweli hiyo changamoto ipo kwa baadhi ya maeneo, sio sehemu zote, na mara nyingi tumekuwa tukishauri wananchi wanapokuwa wanataka kujenga ni vyema wakaenda kwenye halmashauri, maana wao ndo wanaratibu swala zima la mipango miji. Kwa mara nyingi tumekuwa tukishauri wananchi kabla ya kujenga, ili uweze kujihakikishia kwamba eneo lilojenga ni sio sehemu ya barabara au sio sehemu maybe tuseme, maana maeneo unakuta yamekuwa categorized kwenye mipango tofauti. Kwa mara nyingi ili usumbufu kama usitokee, tumekuwa tukitoa elimu ya majenzi kwamba hakikisha mwananchi unapotaka kujenga uende halmashauri wakupe ramani ya mpango mji, uangalie je, eneo unalotaka kujenga ni sahihi, linafikika, kuna barabara zinaonyesha za miji na mitaa kwamba eneo unalojenga utakuwa na barabara aidha upande wa nyuma au mbele utakuwa inapita, hata kama sio barabara kuu, iwe barabara za mitaa inapita, ili mwisho wa siku unapokuwa umejenga unajihakikisha kwamba nyumba nilipojenga nyumba yangu, barabara hata kama sio barabara kuu, barabara za mitaa zinapita, na hata kama tatizo likitokea ni rahisi gari la jeshi kufika na kuweza kukabili tukio hilo. Huyu anaitwa Medius Karo kutoka Misenyi, Kagera. Anasema anauliza kuna uwezekano wa kupata fire extinguisher? Jeshi lazima moto atuuze fire extinguisher. Fire extinguisher kuna makampuni au taasisi ambazo ni binafsi ambazo zimepewa kibali na jeshi lazima moto na uokoaji kujihusisha na usambazaji na uuzaji wa vifaa hivyo. Hivyo basi kama unataka kununua fire extinguisher ni vyema ukafika kituo cha jeshi kilichopo karibu, watakupa utaratibu ni wapi zinapatikana na ni kwa unaenda kutumia kwa matumizi gani. Maana tunashauri mara nyingi kama kabla hujatumia fire extinguisher ni bora ukapata elimu yake. Tujue unachoenda kuweka ni nyumba kwa ajili ya biashara, na hiyo biashara utakuwa unauza nini ndani. Maana hii mitungi ipo aina tofauti. Ndio tunakuwa tunashauri mara nyingi kabla ya kuweka mitungi lazima ujue, je, wewe ndani bidhaa ulionayo inastahili mtungi gani kuweka pale. Hii kwa leo tunazungumzia pia tahadhari na namna ya kujikinga. Fire extinguisher wao inatumika pale dalili za moto zinapotokea mwanzoni. Sasa wananchi wakati mwingine hawajui kwamba hii wanaona kama yani wanabahatisha kuipata hii mitungi, labda watu wenye magari labda wanajua fire extinguisher zao watazipata wapi, na wengine utakuta kuna vijana wanaziuza mtaani, zinauzwa hapo mtaani. Je, ni sahihi kuzinunua hizo? Kupata kitu chenye wanaita genuine, aende wapi hapa ili hakikisha kwamba anapata kitu ambacho wenyewe wanasema OG vijana mjini. Ni kweli kwamba changamoto kama hiyo kwanza ni kosa kujihusisha na uuzaji au usambazaji wa vifaa hivi bila kibali maalum. Kwa sababu tunaamini wale fire dealers kwa maana ya wasambazaji, ili uweze kukizi vigezo lazima jeshi kwanza likukague, likupe elimu. Na likishajiridhisha kwamba sasa wewe anafaa kuwa msambazaji au dealers wa vifaa hivi, utapewa kibali. Na sio kila mtu anaweza kusambaza vile vifaa kuviuza. Na mara nyingi tumekuwa kwa wale wasambazaji tunawapa elimu, lakini vile vile tumekuwa tukiwapitia kufanya ukaguzi kujiridhisha, je, vifaa wanavyoviuza ni sahihi? Service wanayofanya ni sahihi, ili kile wanachokitoa kwenda kwa mteja kiwe ni bora zaidi. Kwa hiyo sio kila mtu anaruhusiwa kuuza au kusambaza vifaa hivi. Ni watu maalum ambao wamepewa kibali, ambao inaweza ikawa ni taasisi. Na hao wapo sehemu zote hizo ambazo wanaitwa. Wapo kwa tuseme karibia kila mkoa, kila tuseme nchi nzima hao fire dealers wapo, kwa sababu tunasema hii mitungi imeenea nchi nzima. Huyu amesema anatokea Kagera. Kwa hiyo ni vyema zaidi anapotaka kuna mitungi Misenyi, anatokea Misenyi. Misenyi ni wilaya. Ni wilaya. Mpaka wilayani unaweza kupata hiyo huduma. Huduma hiyo ipo kwa sababu ukija kuangalia sasa hivi wigo wetu ni mpana. Askari wetu wapo mpaka wilayani, na
Huzuni kwamba magari yamekuja, mengine bado yamekuja kuchukuliwa, yanapelekwa wilayani. Kwa hiyo wataalamu wetu wapo, ni vyema zaidi akasogea kwenye kituo ambacho kipo karibu, akapewa elimu hiyo na akashauriwa ni wapi ile mitungi inaweza kuwa inapatikana. Naangalia hapa kama kuna swali jingine lolote. Kuna huyu anasema msafiri, yani yupo safarini, anaelekea Morogoro. Kumbe njiani siku hizi kuna mabasi ambayo yana TV yamewekwa TV ving'amuzi. Kwa hiyo yeye anaangalia na sasa anasema, je, ni kweli huwa magari yenu huja na maji kidogo kwenye matukio? Yeye ameuliza hivyo tu kifupi. Sio kweli kwamba magari yetu sio kwamba yanakuja na maji kidogo. Sema magari yetu yana pressure kubwa ambayo yanaweza yakamimina maji kwa muda mfupi. Kwa sababu ile pressure inayotoka pale sio ndogo. Kwa mfano tanki lita 7 au 5 tunaweza tukatumia sio chini ya dakika 5 au 7 yale maji yakawa yameisha. Kwa mtu ambaye hana uelewa na utaalamu wa magari hayo kwamba pressure yake inakuaje au yanabeba maji kiasi gani, anaweza akasema watu wamekuja na maji kidogo. Kwa sababu pressure inayotoka, kama ushawahi kushuhudia, kwamba pressure inayotoka pale sio hali ya kawaida, na ile pressure ikitokea imepiga kwenye ukuta, kama ukuta sio imara, unaweza kubomoka, nyumba inaweza ikabomoka, au ikakupiga yale maji wewe mwenyewe yanaweza yakakudhuru. Hivyo sasa sio kweli kwamba tunakuja na maji kidogo. Nyie kama askari wa jeshi la zimamoto, mnapokwenda kwenye moto mnataka kuzima kwa maji yale, mnachukua kwenye magari yenu, mna viwango gani au mnagundua vipi kwamba moto huu pressure yake ya maji ni ipeleke kwa kiasi fulani au kwa kiwango fulani? Kwa sababu sidhani kama hata moto ukiwa mdogo pressure ya maji ni lazima yawe yenye nguvu sana. Au kuna maelekezo ambayo mnapata katika kuhakikisha moto huu hapo tumie pressure fulani au namna gani, au wewe mwenyewe kwa mafunzo yako tu unaona utumie hivi? Kwanza tuseme kwamba vifaa vyetu ni vya kisasa. Kile kifaa, kuna kifaa kinaitwa branch. Kile kifaa kinakuruhusu wewe kumwaga maji kwa aina ya mtindo tofauti tofauti. Kuna maji unaweza ukayafungulia yakatoka kama ukungu. Kuna maji unaweza ukayafungulia yakatoka yamenyooka, kwa maana ya jet, tunasema kwa lugha ya kitaalamu. Kuna maji ambayo yanaweza yakatoka kwa mfumo wa mwamvuli. Kwamba moto unawaka kwa kusambaa, ili uweze kukabili ule moto, cha kwanza ile kuhakikisha usalama wako. Kwa hiyo unapofungulia, unaposeti kwenye ile branch, ina seti kwenye mfumo kama wa mwamvuli, kwamba ule moto na ukabili, kwamba yale maji yatakuwa yametanuka kwenye umbo kama la mwamvuli kwa kuhakikisha usalama wangu, lakini pia ninapokuwa na ukabili na usogelea ule moto kuweza kuuzima. Hivyo basi huwa tunaangalia kwanza na moto unawaka vipi. Kwa hiyo utaseti branch yako mwenyewe kutegemeana na huu moto na ukabili vipi. Nipige spray, nipige hiyo jeti kwa maana ya maji mtupu ambao unaenda umenyooka moja kwa moja, au nipige mfumo wa mwamvuli. Na huyu anaitwa Boke, yeye anasema, je, inapotokea moto huduma ya kwanza utuambie ni vifaa vipi wanatakiwa wawe navyo wananchi kule nyumbani? Katika huduma ya kwanza wanapotaka kukabiliana na moto wawe na vifaa gani mnawashauri? Mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba kama moto ni mdogo, kwa mfano moto wa gesi labda imetokea imewaka, huu mtungi mdogo, ile gesi kwanza unaweza ukaizima kwa kutumia aidha blanketi au kwa kutumia ndoo ambayo ni kubwa, kwamba naweza nikafunika ule mtungi pale, ule moto ukazima. Kwa sababu tunachofanya pale ni tunapokuwa tunazima moto wa gesi au mtungi wa gesi unapokuwa umewaka, ili uweze kuzima ule moto ni kuondolea hewa ya oksijeni. Kwa maana lazima utafute kitu ambacho kitaweza kufunika pale ili hewa isiingie, ili ule moto usizimike. Na mara nyingi tumekuwa tukitumia ndoo au blanketi. Na hiyo tunashauri mara nyingi watumie kwa wale ambao tayari wamepewa elimu ya kinga au tahadhari dhidi ya moto huo, kwa sababu sio kila mtu anaweza akawa na ujasiri huo kwamba gesi inawaka. Mara nyingi tunajua tu gesi inawaka, mtu ana panic. Lakini mara nyingi kama gesi imewaka haijawa na moto mkubwa, unaweza kuzima kwa kufunika aidha na ndoo, au kama kuna blanketi nyumbani kwako unaweza ukailoweka kwenye maji na lile blanketi ukafunika pale na moto utazimika. Sawa. Huyu inaonekana amekusikiliza vizuri sana.
Fire Constable Sindika anasema naomba nafasi ya kufanya kazi zimamoto na uokoaji. Anaitwa Simon Joseph, anasema yupo Morogoro, anaomba kazi na yeye. Baada ya kusikia anaona amewiwa, amependa. Nafikiri taratibu zipo kwamba zimekuwa zikitangazwa nafasi na kamishna jenerali. Zinapokuwa zinatangazwa nafasi, kama akiwa na vigezo atatuma maombi, na akituma maombi atafanya mchakato kama wanaofanya wengine. Na ikitokea amechagua, maana tunaamini kwamba watu wanaotuma maombi ni wengi na sio wote tutakao kwenda wote kwenye mafunzo. Kwa hiyo ikitokea amebahatika, tunamkaribisha. Na bila shaka umemsikia hapa moja kwa moja kwamba huwa nafasi zinatangazwa. Tangaza ndugu yangu, changamka. Kuna huyu anaitwa mwanaharakati fundi TV simu, Mr. Joseph. Yeye yupo pale Joseph Kinasa, anapatikana Isaka Mission, uwanja wa Nyerere Buchosa, Mwanza huko. Anasema unasema unatupata vizuri sana, unatufuatilia. Nikushukuru sana kwa kufuatilia, maana vipindi kama hivi vinakupa uwezo mkubwa. Ukipata taarifa za namna hii zinakupa, wanasema hivi, information is power. Kwa lugha zile unajua, kwa lugha ya Kisukuma kwa lugha ya Kisukuma mnasema information is power. Kwa lugha yetu ya Kitanzania tunasema kwamba taarifa ni nguvu. Ukiwa na taarifa za kutosha inakupa nguvu. Basi nashukuru sana ndugu yangu kwa kufuatilia. Huyu anasema naona huyu swali lake hili na kama linarudia ambayo tulishalisoma, huyu Boke. Mwingine kwa sasa sio jeshi la zimamoto, ni idara ya zimamoto. Huyu anasema anasema kuna tume ya haki jinai ilitoa mapendekezo ya serikalini ilizie kwamba lisiitwe jeshi la zimamoto, bali itwe idara ya zimamoto. Na nafikiri hiyo sidhani kama imepitishwa, imeliziwa hiyo. Sisi bado ni jeshi na tunafanya kazi kwa mujibu kwamba jeshi letu lipo chini ya kifungu cha sheria namba 14 ya mwaka 2007 na tulitambulika rasmi kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji. Na sawa, bila shaka mpenzi mtazamaji umepata maelezo hayo. Anaitwa Amos Hoba, yeye anasema yupo kijijini huko wilaya ya Urambo huko. Anasema anafuatilia na kuwa kuna utaratibu upi wa kufika kijijini pindi majanga yanapotokea ya moto, mnaweza fika kwa haraka kweli? Tuseme tu kwamba serikali imepiga hatua kubwa, kwa maana Wizara ya Mambo ya Ndani imeitendea haki, kwa maana sasa hivi ukija kuangalia jeshi la zimamoto na uokoaji tuna mpango wa kuwa na vituo kila wilaya ambayo itakuwa rahisi kuwafikia wananchi hata wale wa vijijini. Kwa tuseme nimondoe shaka tu kwamba serikali inafanya kazi kubwa ya kuweza kupata wataalamu na vituo kwa kila wilaya ili kuweza kufika maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana hayawezi kufikika kiurahisi. Naamini kwamba kama itakuwa ni wilayani na kwa spidi ya magari yetu, hata kama ni vijiji, ni rahisi hata kwa wataalamu wetu kuweza kufika kwenye kata na maeneo mengine zaidi. Sasa swali kama hilo nao linafanana ameuliza huyu Samson Emmanuel Mchafu toka pande za Geza Ulole ya Lupa Tingatinga. Aliuliza hivi, jeshi la polisi huwa lina maeneo maalum ya kuzima moto, maana vijijini hamna huduma? Lakini naona kwa kimsingi umejibu kwamba nafika, na nafikiri naendelea kuweka mikakati ya kufika sehemu nyingi zaidi. Anasema hivi, afande, hilo blanketi linatakiwa lililo na maji au lililo kavu? Na kama blanketi au ndoo hamna, tutumie nini? Mara nyingi tunashauri kwamba kama kuna mchanga jirani, ule mchanga kwamba unaweza ukachoteka ukafunika pale kwenye moto,
tunashauri pia unaweza kuzima moto ule kwa kutumia mchanga. Lakini uwe na uhakika kwamba ule mchanga utatosha kufunika pale. Na kwa kutosha. Kwa kutosha. Na hilo blanketi linatakiwa liwe na maji au kavu? Mara nyingi tunashauri kwamba ni vyema ukaliloweka, kwa sababu tunaamini kama likiwa kavu kuna mtu anaweza, maana mablanketi yanatofautiana. Kwa mfano sisi tuna mablanketi yetu maalum ambayo yanaitwa fire blanket. Lile tunafunika hata kama ni kavu. Lakini mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba ni vyema ukaloweka kwenye maji kwa haya mablanketi yetu ya kawaida. Kwanza kuhakikisha kwamba ule moto usiweze kuunguza pale kwa haraka unapofunika. Kama ni mtungi au kile kinachowaka. Naam. Fire Constable Geoffrey Sindika, muda au kupate wetu. Nikushukuru sana kwa elimu hii ambayo umeitoa siku ya leo na mada yetu hii ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga moto. Sentensi moja ya msisitizo ya wito kwa wananchi au jamii ni ipi? Nikushukuru sana. Kwanza wananchi wanapaswa kutambua kwamba namba ya dharura ni bure kabisa ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Pindi tatizo linapotokea au majanga, ni vyema ukapiga namba 114, ni bure kabisa na inapatikana muda wote. Ucheleweshaji wa taarifa ndio utakaosababisha wewe ulione jeshi halijafika kwa wakati au tatizo lako lisiweze kupatiwa ufumbuzi kwa wakati. Hivyo tunashauri wananchi, utoaji wa taarifa wazingatie, watoe taarifa kwa wakati ili tuweze kufika kwa wakati na kukabili tatizo linalokuwa limejitokeza. Lakini vile vile tunawashauri waendelee kufuatilia vipindi kama hivi, utoaji wa elimu kwenye maeneo mbalimbali kupitia media. Kwenye mikusanyiko tumekuwa tukitoa elimu, wazingatie ile elimu kwa sababu ni muhimu kwao majanga yanapotokea. Lengo ni kupunguza au kuondoa kabisa majanga haya yanatokanayo na moto. Vile vile na majanga mengine kama ajali. Kwa wale wanaotumia vyombo vya usafiri tumekuwa tukiwashauri, majini vile vile tumekuwa tukiwashauri na kuwapa elimu. Kwa hiyo nafikiri wananchi wakizingatia hayo, tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa swala zima la majanga kwenye nchi yetu. Na mpenzi mtazamaji, na kufikia hapo basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo Kahawa Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Kumbuka leo tumezungumzia juu ya elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, na tulikuwa na Fire Constable Geoffrey Sindika kutoka mkoa wa Zimamoto na Uokoaji Ilala jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa January Nchimbi na kutakia kila laheri. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vingine hapa Television Tumaini. Bye bye.